Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na ule mchezo wa kirafiki ambao klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kucheza siku ya leo kutokea Avic Town, yani katika sehemu ambayo wanafanya prison kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Fahamu klabu ya soka Yanga Sports Club siku ya leo jijini Dar es Salaam kunako uwanja wa Avic Town wameweza kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Magereza, mchezo ambao umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 7-2, ambapo mchezo huu tunaona Yanga wameweza kucheza mapema kabisa wakimsubiria mtani ambaye anakucheza mchezo wa Sekafa Kagame Cup. Fahamu mchezo huu ulikuwa na kuvutia sana, hususan katika kipindi cha kwanza ambapo Shadrack Isaka Boka ambaye amezaliwa upya akipokea pasi safi iliyopigwa na Max Nzengeli Mpia aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la kwanza. Bao la pili la klabu ya soka ya Yanga liweza kupigwa na Albert Kagwanda. Huu ni winga mshambuliaji wa klabu ya soka ya Yanga ambaye ametokea katika nchi ya Rwanda akipokea pasi safi iliyopigwa na mchezaji anayofahamika kwa jina la Sheikh Choure kutokea katika nchi ya Senegal, ambapo wachezaji wote ni wachezaji wapya. Lakini tunashuhudia kabla kipindi cha kwanza kumalizika, Depu Laurent Bepu aliweza kuipatia klabu ya soka Yanga bao la 3, na kabla ya mwamuzi kupuliza kipenga chake kwa shida half time, basi Yanga walikuwa bao 3-1. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya Yanga wakarejea katika mfumo wao ule ule. Dakika nyingine tunashuhudia Edmund John akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 4, lakini Depu ambaye alifunga bao la 5 akipokea pasi safi iliyopigwa na Starboy Alan Okello akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 5. Lakini mara baada ya kutoa assist Alan Okello, tunashuhudia Alan Okello vile vile akaweza kuipatia klabu ya soka ya Yanga bao la 6, na kabla ya mpira kumalizika, Casemiro miongoni mwa wachezaji chipukizi ambaye anafahamika kwa jina la wachezaji ambao chipukizi hapa tunamwongelea Abdul Nasir Mohamed Casemiro aliweza kuipatikia klabu ya soka ya Yanga bao la 7 kutokea pasi safi iliyopigwa na Mpemba. Huyu ni mchezaji mpya ambaye klabu ya soka Yanga ameweza kumsajili. Hapa tunamwongelea Abdul Nasir Gamal. Kwa hiyo mpaka mpira wakati unapozwa na refa wa katikati, basi klabu ya soka Yanga wameweza kuibuka na ushindi wa mabao 7-2 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Magereza, ambapo hapo awali ilikuwa ikitambulika kama Prisons, ambapo tunashuhudia Yanga Sports Club wameanza kujifua. Ukiangalia wachezaji wao wapya ambao wameweza kutama mpaka sasa, tunamshuhudia mchezaji anaofahamika kwa jina la Housen Zakwan ameweza kutoa assist, bila kusahau Cheikh Toure ameweza kufunga goli. Kwa hiyo huu ni mwanzo mpya ambao Yanga wameweza kuonyesha katika michezo yao ya kirafiki. Kumbukwe klabu ya soka ya Magereza ama Tanzania Prisons kuelekea msimu ujao wanatarajia kushiriki michuano mikubwa ya kombe la Championship mara baada ya kushuka ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ndio mchezo ambao kirafiki wa kwanza wangeweza kucheza na kuweza kufanikiwa kushinda mabao 7-2. Kumbukwe kikosi cha kwanza golini aliweza kuanza Hussein Masalanga, fullback namba 2 Kibwana Shomari, fullback namba 3 Shadrack Boka, center back namba 4 Bakari Nondo Mwamnyeto, center back namba 5 aliweza kuanza Abdul Nasir, huku kiungo namba 6 akianza Azizi Ndambwilo, fullback na winga namba 7 aliweza kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la mchezaji Juma Abushiri Chuga Boy, huku eneo la kiungo namba 8 ni Max Nzengeli Mpia. Katika eneo la mshambuliaji namba 9 aliweza kuanza Laurent Dep, huku eneo la winga namba 7 akiweza winga namba 11
akiweza kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Alan Okello Starboy katika eneo la mshambuliaji namba 9, akianza mchezaji anaofahamika kwa jina la Cheick Ibrahim Toure katika eneo la kiungo namba 10. Klabu ya soka Yanga Sports Club waweza kuanza na Albert Kagongwala. Ndio hiko ndio kikosi cha kwanza cha klabu ya soka Yanga ambacho kuanza nacho siku ya leo dhidi ya Magereza.